Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Kwa jina naitwa Ustadh Mintanga Ibn Juma Ibn Umar. Naam. Tupo katika viwanja vya Madrasat Neema Maumba Islamic. Madrasa hii iko Buguruni Malapa. Leo ilikuwa siku adhimu sana kwetu. Madrasa hii ndio ilionikuza mimi. Madrasa hii mimi ni mwanafunzi wa madrasa hii kabisa. Alhamdulillah, kwa leo siku ya tarehe 7 mwezi wa kwanza, leo tulikuwa tukimswalia Mtume, tulikuwa tukiukaribisha, tulikuwa tukisoma shughuli hii kwa kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukisoma katika madrasa hii leo tulikuwa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kila ambalo tulofanya hapa Mwenyezi Mungu atutakabalie. Mwenyezi Mungu katufanya sisi ni wale ambao tunamswabihi Mtume. Basi hivyo kwa hivyo tunaomba tuendelee zaidi na zaidi, na waasa ndugu zangu, amani ni kitu kikubwa, amani katika nchi yetu ni kitu adhimu. Hivyo hata kauli mbiu ya leo madrasani kwetu Neema Maumba, kwa amani ndiyo kitovu cha upendo katika nchi. Hivyo bwana, tunashukuru sana, alhamdulillah, shughuli ilienda vizuri kwa nasaha mbalimbali za mashehe, tumepata faida kubwa alhamdulillah. Tumesikiliza mashehe walivyosema, zimesomwa nasaha mbalimbali, maulidi mbalimbali, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameswaliwa. Hivyo katika kusoma kufanya yoyote tunategemea matarajio mbele ya Mwenyezi Mungu kuwa tutalipwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina naitwa Hajat Neema Maumba, ni kiongozi katika Neema Islamic Foundation na pia ni mwakilishi na kiongozi katika idara ya hija BAKWATA Taifa. Sisi huwa kila mwaka tunaadhimisha jambo hili kwa kufanya maonyesho ya elimu ya dini na kufurahi kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni jambo ambalo walianza wazazi wetu, babangu na mama yangu Alhaji Yusuf na mke wake Bi Hajat Fatma Charles, ambalo Mwenyezi Mungu amewapenda zaidi na ametuachia sisi, na sisi tunaendeleza nalo inshallah. Naam, haya ni maadhimisho ya ngapi tangu kuanzishwa mwaka maadhimisho yenu haya? Taasisi au madarasa hii ilianza tangu mwaka 1991 ndio mpaka hivi leo. Kuna watoto walikuwa wadogo mpaka sasa hivi wako walimu katika madrasa hii. Kwa hiyo miaka ndio hiyo, ni mingi sana. Unajisikiaje kuona mgeni rasmi alikuwa ni Sheikh wa wilaya? Tumekuwa naye mgeni rasmi Sheikh wa wilaya Ilala, Sheikh Adam Yusuf Mwenyepingu, na tumekuwa naye muda wote, na tumekuwa naye kwenye mambo mengi, huwa anatushika mkono sana. Nasikia raha kwa mwanachuoni kama yeye kuacha shughuli zake kuja kutusapoti sisi na kutupa nguvu, na kwa Sheikh wa wilaya ya Ilala ametupa nafasi kubwa sana na ametupa mshikamano na ametusaidia sana katika jambo hili. Kuna wanaotamani kujiunga na taasisi yenu, waondoe hofu na wakaribishe. Karibu. Na wakaribisha sana, hususan kina mama wengi wamekuja wamejiunga na mimi nimefurahi, na wakaribisha sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe pamoja, tushikane mkono, tuamilishe mambo mema inshallah. Karibu sana. Kuna naye tamani kufahamu, katika taasisi hii mmekuwa mnafundisha watoto na kina mama, labda na elimu kwa kina baba, au imekuwa inajishughulisha na nini hasa taasisi hii? Taasisi hii kubwa ni elimu, ambao wanafundisha watoto wadogo, na wakina mama pia tunasoma, walimu wanatufundisha sisi. Na kina mama wamekuwa na mambo mengi, kwa hiyo darasa la kina mama wanahudhuria kwa uchache sana, lakini tunasoma wote. Mtazamaji anayetazama katika TV anatamani kufahamu ni zipi changamoto ambazo mnakumbana nazo hasa kama taasisi, ili aweze kuwasaidia kile pale anapoweza. Kubwa changamoto tunazo kumbana nazo kwa upande kwanza wa madrasa, watoto wanakuwa hawahudhurii kuja madrasa kwa sababu wanakuwa wako shule muda mwingi. Wengine hata wale wadogo kabisa wa kindergarten wanakwenda tuition. Kwa hiyo muda wa kusoma mambo ya dini inakuwa ni mchache sana, ni siku moja au siku mbili tu. Tuna siku mbili zenyewe sio full day, ni kuanzia mchana. Jumamosi unawapata jioni, Jumapili pia ndio wanakwambia wanafanya usafi. Kwa hiyo sisi wazazi tukazane ndio watoto waweze kusoma hiyo dini ya Mungu. Otherwise tutapata wale mashehe wataondoka, watakuwa mashehe wengine hawapo tena.
Una lipi la kusema katika mporomoko wa maadili katika jamii, ikiwa kama nyinyi wadau wa kuhimiza maadili? Na kwa kweli mporomoko wa maadili umekuwa ni mkubwa, lakini kubwa na waasa wazazi wenzangu tushirikiane kuwatengeneza watoto wetu, kufuatilia wawe na tabia njema na kuwafundisha mambo mazuri ili mporomoko wa maadili usiendelee kwa kweli. Na amani ni jambo kubwa sana. Kunapokuwa amani haipo, maendeleo yanakuwa pia hakuna. Hebu zungumza machache kuhusu Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata rais mwanamke jemedari, mwenye mapenzi, mlezi kama mama, ambaye amesimama kidete na sisi, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila jambo letu linakwenda sawa. Kwa hiyo tunamwombea yeye, Mwenyezi Mungu ampe afya njema, kwa sababu anazungumzia amani, na amani ndio kila kitu. Bila ya amani hakuna maendeleo. Kwa hiyo kwa kusimamia amani, mama amejitahidi, mama ameweza, na insha Allah Mwenyezi Mungu atajalia kila lokuwa la kheri. Mtazamaji anajiuliza, huyu mama amekuwa anaonekana katika shughuli mbalimbali, mara yupo BAKWATA, yupo huku, na leo tumeshuhudia upo chini ya taasisi pia katika usimamizi. Unawezaje kujigawanya katika majukumu yako? Karibu. Naweza kujigawanya kwa sababu kwanza napenda. Kwa hiyo mimi niko BAKWATA, kama nilivyokuambia, ni kiongozi wa idara ya hija BAKWATA taifa. Nasimamia wakina mama, nawasaidia, nawaongoza, nawaelimisha na kuwasaidia kama kiongozi upande wa kina mama. Kwa hiyo pia nawahimiza na washawishi kwamba tusafiri na BAKWATA, kwa sababu BAKWATA wanafanya vizuri sana. Sio kwa sababu niko kule, lakini kwa sababu nishashuhudia kama mufti anakaa na sisi na yeye ndo anatuelimisha tukifika kule. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana kuliko unavyofikiria. Ukiwa hapa mufti umpate, lakini kwa kule unakuwa naye kama mimi na wewe tulivyokuwa hivi. Tumia nafasi hii kuambia kina mama wasiache kuhiji. Karibu. Natumia nafasi hii kuhamasisha kina mama wote kwamba ibada ya hija ni ibada ya watu wote. Kama una uwezo unatakiwa kuhiji mara moja, unakwenda kuhiji katika maisha yako. Lakini utasema mbona wengine wanakwenda mara kwa mara? Kwa sababu ukienda kule hupotezi, unapata kama vile watalii wengine wanakuja mbuga za wanyama kila mwaka wanakuja, lakini hawana thawabu wala. Lakini wewe ukienda kule unazaliwa upya, ni mambo mema, ni raha, unakwenda kufutiwa dhambi. Kwa hiyo ile jambo kubwa. Kama wewe una mzazi wako amekufa utamhijia, yani ni ibada ambayo inakwenda kufuta madhambi yote. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Kina mama, shimi alaikum, tunaweza tukahiji, tutimize nguzo ya 5 ya Uislamu inshallah. Asante sana. Bila shaka mtazamaji amepata kufaidika. Mwishoni kabisa tunaomba kukufahamu cheo chako. Mwisho kabisa napenda kuwajulisha, mimi naitwa Neema Yusuf Maumba, ambaye ndio mkurugenzi wa Neema Islamic Foundation, na pia ni mhamasishaji idara ya hija BAKWATA taifa Tanzania. Shukrani. Upande wa kina mama. Asante sana. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mimi naitwa Asha Muhammad Karumar, ni mwenyekiti wa Madrasati Ridha Zawiyatul Qadiria iliyokuwa Magomeni Mapipa, Dar es Salaam. Pia ni mwenyekiti wa kikundi cha mabanati Khairati Group. Nashukuru kwa siku hii ya leo Mwenyezi Mungu kutujalia kuadhimisha mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunashukuru sana kwa jinsi Mwenyezi Mungu alivyotujalia kufanikisha jambo hili ya Maumba Day. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah tumemaliza salama inshallah. Na tunamshukuru Allah kwa umoja ulioonyeshwa kwa viongozi wetu wa BAKWATA. Mwenyezi Mungu awajalie, tumekuwa nao pamoja na wamelichukua hili jambo kama la kwao. Na sisi pia tunashukuru kina mama wa taasisi nyingi wameweza kuja hapa kwenye hadhara hii. Mimi ni mwanakamati wa shughuli yetu ya leo Maumba Day. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza salama na tumefanya dua kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia tumewarehemu wazazi wetu walioko mbele ya haki. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, asanteni sana. Na wasisitiza kina mama wenzangu tujitahidi kuwasomesha watoto wetu, kwa sababu utakapomsomesha mtoto hiyo inakuwa ni faida yako wewe mwenyewe. Siku itakapofikia wakati wa kwenda mbele ya haki, basi mtoto mwema ndiye atakufanyia matendo mema, lakini bila kumsomesha hatoweza kukufanyia jambo jema, hataweza kukutolea sadaka wala kukuombea dua. Mimi kikubwa ninachoweza kuambia ni sisi wazazi tujitahidi, usikae mbali na watoto, tuwachunguze kutoka mashuleni, tujue muda gani mtoto anakopo shuleni na muda gani anafika nyumbani. Kwa hiyo kikubwa zaidi ukaribu wa mzazi na mtoto.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Naam, watukufu wa Islam, mimi nilisimama hapa ni Ahmad Baba, ni miongoni mwa walimu wa Almadrasatu Neema Maumba iliyo hapa Buguruni Malabu. Nichukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema yake kubwa aliyotuneemesha, neema ya kuliandaa hili jambo tangu siku ya kwanza mpaka leo tumelihitimisha. Ni neema kubwa sana. Kwa uweza wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwezesha leo tumelihitimisha kwa salama na amani, na tumekwenda vizuri. Tumekwenda vizuri, alhamdulillah. Kubwa ni kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, na jambo la pili ni kuipongeza kamati ya hadhara pamoja na kamati ya madrasa kwa ushirikiano wao na kwa kuliandaa jambo hili zuri. Jambo la tatu ni kuwaomba wazazi kuhakikisha wanashirikiana na walimu katika jambo zima la kuwalea watoto wa madrasa. Wazazi mkiwaachia walimu peke yao, jahazi hili haliwezi kwenda vizuri. Ni wajibu wa wazazi washirikiane na walimu katika kuhakikisha wanawalea watoto kiroho. Ni lazima tuwalee watoto hawa kidini, kwa sababu jamii yoyote ili iwe njema ni ile jamii ambayo wanajamii wamelelewa kidini, na jamii yoyote ili iwe mbaya ni ile jamii ambayo wanajamii hawakupata malezi ya kidini. Kwa hiyo ili jamii yetu iwe nzuri, ni lazima sasa wanajamii tuhakikishe tunashikamana na hiki kizazi chetu kuwaleta watoto madrasa ili wapate misingi sahihi ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujua dini yao, kwa sababu dini haishi kwenye kuswali tu. Dini ni maisha mazima ya Muislamu. Namna gani atauza, dini itamuongoza. Namna gani atakopesha, dini itamuongoza. Namna gani ataeka rehani, dini itamuongoza. Namna gani ya kulima, dini itamuongoza. Namna gani ya kuingia mikataba mikubwa, dini itamuongoza. Kwa hiyo haya yote, maisha haya yote atakiwa Muislamu awe na dini. Muislamu akikosa dini ataiba kwenye mikataba. Muislamu akikosa dini ataingia kwenye biashara za haramu. Kwa hiyo tuwaomba wazazi washirikiane na walimu kuhakikisha watoto hawa wanalelewa katika maisha haya ya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaridhia. Kwa hayo machache niseme wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.